Wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro walijikuta na furaha na bashasha tele kumpokea mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, kiongozi shupavu na hodari Dr. Samia Suluhu Hassan. Wananchi wa rika zote hufurika katika mikutano ya CCM ya kuomba tena ridhaa ya kuiongoza tena Tanzania. Kazi zinazofanywa na chama, big up CCM. Kazi zinazofanywa na chama, big up CCM. Sababu kubwa na ya msingi kabisa kwa wananchi kufurika katika mikutano hiyo ni hii hapa. Mheshimiwa mgombea, ukiangalia mikutano yako, takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 zinaonyesha 76% wa Tanzania ni vijana chini ya miaka 35. Na hapo ukiwaangalia wamejaa tele. Vijana, hebu nyosha mikono namna hii. Maana yake, niseme nisiseme, maana yake mgombea wa CCM anaungwa mkono na Watanzania walio wengi. Piga makofi mengi kwa mgombea wetu. Ndugu zangu wana Moshi, na kupitia kwenu kwa Watanzania, wakati tunachakata kumleta Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, zilifanyika tathmini nyingi. Leo nataka kuleta moja, na nimeisikia inazungumzwa mtandaoni. Tuliangalia rekodi yake ya uadilifu wake, ya maadili yake, ya uzalendo wake, ya uwezo wake na utu wake katika kusimamia rasilimali za nchi yetu. Sisi Chama cha Mapinduzi tukajiridhisha bila mashaka kwa vipimo vyote kwamba anastahili, ameweza, na ndio maana tukamteua kuwa mgombea wa chama chetu. Na nataka wale wenye mashaka na wale wanaonyosha vidole waje kwa takwimu, tushindane mezani, waache porojo za barabarani. Chama hichi kikubwa kikijiridhisha na jambo, kimechukua muda wake kuhakikisha hili jambo liko sawa sawa. Na hapa nitatoa takwimu, na rafiki zangu, kama mna hoja, njooni na takwimu mezani. Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi, kazi zinazofanywa na chama, big up CCM. Utendaji wa kazi za kuijenga Tanzania mpya si simulizi za kubuni, bali ni takwimu sahihi zenye maelezo yenye ushahidi kamili. Serikali yoyote duniani corrupt, serikali iliyojaa rushwa, ina ugonjwa mmoja haukwepeki. Serikali yoyote ya wala rushwa haina uwezo wa kukusanya mapato, wa kukusanya kodi. Haiwezekani. Na hicho ni kipimo cha ndani na nje ya nchi yetu, kipimo cha kisayansi kabisa. Serikali corrupt haiwezi kukusanya kodi. Toka kwenye tatizo kubwa la COVID, chumi zote za dunia zimeyumba, na sisi nchi maskini. Lakini mama huyu akatutoa kwenye makusanyo ya trilioni 18 kwa mwaka mpaka ametufikisha trilioni 32. Kwa hiyo Mama Samia na serikali yake wameshinda kigezo cha usimamizi wa ukusanyaji wa mapato ya nchi yetu, na hivyo tukajiridhisha na uadilifu wake na imani yake katika kupambana na rushwa. Maana wasikia wanasema, mbona hamsemi
Matendo ya Mama Samia yanasema kuliko maneno, na ndio maana nawaomba Watanzania na Moshi kwa ujumla, tarehe 29 twendeni tukampe kura Mama Samia. Sababu kubwa na ya msingi kabisa kwa wananchi kufurika katika mikutano hiyo ni hii hapa. Sababu kubwa 3. Niwape nisiwape? Wangapi wanasema niwape sababu hizo? Sababu ya kwanza, hususan kwa ukanda huu wa kaskazini ikiwemo Kilimanjaro, ni ukweli kwamba Mama Samia kupitia falsafa yake ya R4 kuifungua nchi, amefungua fursa za biashara katika ukanda huu. Nyie mnafahamu miaka michache iliyopita mlikuwa na changamoto ya kufanya biashara na majirani zenu. Akaingilia kati, akafungulia ukanda wa kaskazini, akafungulia masoko. Hiyo habari ni kweli si kweli? Lakini pia miaka michache iliyopita utalii katika ukanda huu ulizima. Nyie nyote huku ukanda wa kaskazini, hususan Kilimanjaro na Arusha, mnategemea utalii, na utalii ulizima. Kwa sasa umefunguka. Nimetoka Arusha, nimekuja hapa Moshi. Kupata hoteli ni changamoto, hoteli zimejaa tele. Hiyo habari ni kweli si kweli? Hata kwa mahesabu wanauchumi wanatuonyesha kwamba anaingia madarakani uchumi wetu upo 3.9. Mwaka jana 5%, mwaka juzi 5%, mwaka jana 5.5. Mwaka huu taasisi zote zinakadiria uchumi wetu utakuwa kwa 6%. Lakini twende kwenye maisha ya watu. Kazi ya serikali, ukiacha mambo ya ulinzi na usalama, ni kutengeneza mazingira ya fursa za maisha kwa watu wake kwa njia mbili kubwa. Kwanza, ufungue fursa za watu kutengeneza ajira na biashara. Na Mama Samia kupitia sera yake uwekezaji amefungulia uwekezaji, ameingia hapa. Tunasajili miradi 207, leo tunasajili miradi zaidi ya 900 na ajira nyingi zimezalishwa. La Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? La Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Dr. Samia Suluhu Hassan analo la kuwaambia wananchi, tena kwa kujiamini, yale yanayoendelea katika safari yetu ya kuijenga Tanzania mpya. Katika mkoa huu tumefanya maboresho makubwa sana kwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi, na nakumbuka nilikuja mimi mwenyewe kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la kina mama na watoto wetu, ambalo sasa limekamilika na linaweza kutoa huduma. Sasa uwepo wa jengo lile limewezesha kina mama kuongezeka kujifungua kwenye mahospitali mbalimbali ambayo tumeyajenga, lakini na jengo lile, na kina mama wanaoitika kwenda hospitali ndani ya mkoa sasa ni kutoka 260,486 hadi 328,502. Lakini kwa kiasi kikubwa tumepunguza vifo vya kina mama wakati wa kujifungua, na hizi jitihada zitaendelea ili tuende vizuri zaidi. Hospitali yetu ya rufaa ina huduma za wagonjwa mahututi, ina huduma za watoto njiti, ina huduma za kusafisha figo, huduma ambazo awali hazikuwepo ndani ya mkoa. Na pia kuna vifaa vya kisasa vya vipimo. Kuna CT scan, kuna X-ray inayomfuata mgonjwa, na sio mgonjwa panga foleni kusubiri X-ray. Kama uko kitandani na bururu mpaka ulipo, unapimwa X-ray na mtaalamu wake wanaondoka.
unaachwa wewe kitandani. Lakini pia kuna huduma za MRI ambazo zinapima magonjwa ya ndani sana. Kwa hiyo sasa Kilimanjaro imejitosheleza sana, imejitosheleza. Lakini vile vile kwa kushirikiana na hospitali za kidini KCMC, sisi na KCMC tumefanikisha kujenga banka la mionzi ambalo litakuwa linatoa tiba ya maradhi ya kansa. Kwa hiyo sasa mtu wa Kilimanjaro hana haja ya kwenda Ocean Road Dar es Salaam. Matibabu ni hapa hapa Kilimanjaro. Kilimanjaro ye! Sasa katika miaka 5 ijayo tutaendeleza huduma hizi. Tunakwenda kukamilisha maboresho ya hospitali za Moshi, Mwanga na kule Rombo. Tutaongeza watumishi na vitendea kazi na vifaa tiba. Chama cha Mapinduzi, kazi zinazofanywa na chama. Big up CCM. Kwenye maji, ndugu zangu, mengi yamesemwa, lakini kubwa zaidi ni ule mradi wa Same Mwanga Korogwe ambao tumeukamilisha awamu ya kwanza. Maji yameanza kupatikana, tunakwenda awamu ya pili kumaliza vijiji vya pembezoni ndani ya Samwe, Mwanga pamoja, kupeleka maji kwa majirani zao pale Korogwe. Tunakwenda kumalizia. Lakini vile vile tumeendelea na miradi mingine ya maji ambapo katika wilaya ya Hai tumekamilisha mradi wa maji kutoka Uroki Bomang'ombe na Bomang'ombe Kikafu kwa gharama shilingi bilioni 3,390,000. Kule Rombo tunatekeleza mradi wa shilingi bilioni 9.8, karibu bilioni 10, kama alivyosema mgombea ubunge, kutoa maji ziwa Chala na kwenda kwenye Rombo. Lakini pia tutatumia maeneo yenye maji mserereko kuweza kupeleka maji kwa wananchi, ikiwemo kule maeneo ya Rongai na Marangu. Kwa upande wa Siha tunatekeleza mradi wa shilingi bilioni 14 kupeleka maji kwenye vijiji 8, na kote kazi tunavyozungumza hivi kazi zinaendelea. Lengo letu ni kila mwana Kilimanjaro awe karibu na huduma ya maji safi na salama. Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi, kazi zinazofanywa na chama. Big up CCM. Kwa upande wa wafugaji tumejenga majosho Siha na Hai na tunatoa ruzuku ya chanjo kwa mifugo nchi nzima. Tunapoenda mbele na mkitupa ridhaa, ahadi yetu ni kuongeza maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya wafugaji kutoka ekari milioni 3.6 hadi ekari milioni 6 kwa ajili ya wafugaji. Na huku ndiko wafugaji wetu watakapofundishwa ufugaji wa kisasa wa kupanda majani na kuwafanya ng'ombe wale sehemu moja, kuliko vile wanavyozunguka na kuleta kero nchi nzima. Vile vile tutawawezesha wafugaji kama nilivyosema kuzalisha nyasi za malisho kwa ajili ya ufugaji wa kisasa. La Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? La Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? La Chama cha Mapinduzi. Kubwa sana kwa vijana, tumeongeza mahoteli, tumeongeza kipato, tumeongeza idadi ya matua guide, tumeongeza idadi ya wale wengine fani nyingine, lakini tumefungua ajira nyingi sana kwa vijana kupitia utalii. Lakini tumekuza idadi ya watalii kama tulivyolenga kwenye ilani ifikie na milioni 5 kwa watalii wa ndani na wa nje. Sasa lengo letu huko mbele, juhudi hizi zitaendelea. Lengo letu ni kufikisha watalii milioni 8 kwa mwaka. Tarehe 29 Oktoba, Mungu akitujalia, tutoke sote kwa pamoja. Twende tukapige kura kwa amani na utulivu kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Kazi na utu.
Sasa wanamoshi, mimi mwenyewe Samia Suluhu Hassan, mgombea kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, na wabunge wa majimbo ya mkoa huu wa Kilimanjaro pamoja na madiwani wetu wote wa kata zetu ndani ya Moshi na ndani ya mkoa, sote kwa pamoja tunaomba kura zenu tarehe 29 mwezi huu. Mungu atuamshe salama na furaha. Tumewaonesha jinsi tunavyoweza kufanya kazi, na tunawaomba mtupe tena kazi, tukawatumikie wananchi, tulinde, tuenzi na kunawirisha utu wa mwana Kilimanjaro. Na ndio maana tumekuja na kauli mbiu kazi na utu, tunasonga mbele. Tupeni kazi, tukajenge utu wa wana Kilimanjaro ili Kilimanjaro isonge mbele, tuweze kuja kuyafanya yale tulioahidi. CCM oye! Kilimanjaro oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana wana Kilimanjaro, asanteni wana Moshi, asanteni sana. Bila Chama cha Mapinduzi, heshima. Tarehe 29 Oktoba, tunatiki, tunatiki, tunatiki. Usikose kusikiliza na kutazama kipindi chetu cha Safari ya Tanzania Mpya kila siku.